Mtazamaji, huwa na kuambia kila siku ya kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anaonekana kana kwamba yupo upande wa Tundu Antipas Lissu, na sasa hivi ishara zote zinaonyesha kwamba idadi kubwa ya Watanzania wote wanataka Tundu Lissu aachiliwe huru. Mtazamaji, taarifa zingine njema zimeweza kuibuka asubuhi ya leo baada ya mtu mwingine mashuhuri kuweza kuomba utawala wa Samia Suluhu uweze kwa haraka sana kuweza kumwachilia Tundu Antipas Lissu kwa sababu hizi nzito alizozitoa. Kabla ni kujuze taarifa hizi njema kuhusu kuachiliwa kwa Tundu Lissu, kama kawaida yetu, niambie unanisikiliza au kunitazama ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanisikiliza ukiwa nchi gani, na kama upo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, mjadala mpya wa kisiasa umeibuka nchini Tanzania kuhusu kuachiliwa huru kwa Tundu Lissu, na pia kufuatia wito mpya wa mbunge na mwanamuziki maarufu Joseph Mbilinyi ama kwa jina la umaarufu Sugu kuzitaka mamlaka kumwachilia huru kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu na kutuma barua ya ujumbe kwa Samia Suluhu na utawala wa CCM, akiweza kuandika haya na kutoa hoja pamoja na sababu hizi ambazo sasa zimeweza kuvuta macho ya Watanzania wengi. Waangalizi wa mambo wanasema wito wa kumkomboa au kuachiliwa kwa Tundu Antipas Lissu sasa umekuwa msingi wa mijadala mipana kuhusu maridhiano na uponyaji wa taifa. Mtazamaji, vile ripoti hizi ambazo sasa zinaunga mkono kuachiliwa kwa Tundu Lissu zinakuja siku chache tu baada ya Tundu Lissu binafsi kuweza kudaiwa kukataa msamaha wa utawala ambao inadaiwa aliweza kupelekewa kwa siri ili tu aweze kuachiliwa, lakini sharti aweze kufanya maridhiano na CCM. Lakini hizi zote zilidaiwa kuwa ni madai yasiyothibitishwa, lakini baadaye pia Tundu Lissu binafsi aliweza kutuma barua kwa Samia Suluhu na mahakama ya Tanzania kwa kuitaka iweze kuharakisha kusikilizwa kwa kesi yake, akiamini kwamba ataachiliwa huru mwishowe. Vile tukirejea katika taarifa hizi, wadau wa kisiasa sasa wamezidi kutafakari iwapo mazungumzo yanaweza kuchukua nafasi ya makabiliano na Tundu Lissu kuachiliwa huru na utawala. Mazingira yanabaki kuwa ya kihisia lakini yasiyo na udhibiti. Katika hotuba yake kwa umma, Joseph Mbilinyi maarufu Sugu alisisitiza kwa uwajibikaji na kusema ukweli ni muhimu katika kurejesha umoja nchini. Alidai kuwa maridhiano hayawezi kutokea iwapo viongozi wakuu wa kisiasa kama vile Tundu Antipas Lissu watabaki korokoroni wakikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Kulingana na wachambuzi, vile pamoja na Sugu kutunga suala kuhusu uwiano wa kitaifa badala ya ushindani wa kivyama kunaweza kubadili hisia za umma. Wafuasi wanaamini kumwachilia Tundu Antipas Lissu haraka kutafungua milango ya uchumba wa maana na huenda pia kukaweza kuelekea kwa maridhiano. Wakosoaji hata hivyo wanasisitiza taratibu za kisheria lazima ziheshimiwe. Mjadala unaendelea kushika kasi sasa hivi, huku matukio vile upande mwingine ya Oktoba 29 mwaka uliopita bado yakizidi kuvuma na kuwa makubwa katika ufahamu wa kisiasa wa Tanzania. Ripoti zinaonyesha kuwa mapigano katika kipindi hicho cha mwaka uliopita yalizua hofu na kutokuwa na uhakika katika maeneo kadhaa, huku mahakama sasa ikiweza kusikiliza kesi ambayo inadaiwa Tundu Lissu ndiyo sababu ya machafuko na maandamano ambayo yalitokea mwaka jana. Kwa wananchi wengi, kuendelea kushikiliwa kwa Tundu Antipas Lissu kunaashiria mivutano isiyokwisha inayohusishwa na fujo hizo. Wachambuzi wanasema kuwa kushughulikia hatima ya wafungwa hadhi ya juu kama ya Tundu Lissu kunaweza kusaidia kutuliza wasiwasi wa umma. Wengine wanaonya kwamba kuachilia takwimu kama hizo bila azimio la mahakama kunaweza kuweka mifano yenye utata. Suala hilo limekuwa la kugawanyika sana. Kufuatia machafuko hayo, Rais Samia Suluhu Hassan aliamua kuunda tume ya kitaifa iliyopewa jukumu la kuchunguza chanzo cha ghasia hizo ambazo utawala sasa umemshtaki Tundu Lissu kuwa sababu. Kuundwa kwa chombo hiki kulionekana kama hatua ya kuelekea uwazi na uwajibikaji wa kitaasisi. Hata hivyo, takwimu kama Joseph Mbilinyi ama kama hizi za Sugu zinashikilia kwa juhudi za upatanisho lazima pia zishughulikie kuwekwa kizuizini kisiasa, hasa kesi ya Tundu Antipas Lissu. Waangalizi wanasema ripoti inayokuja ya tume inaweza kuathiri pakubwa hali ya kitaifa
Matarajio ni makubwa sasa katika wigo wa kisiasa na mahakamani. Ndani ya safu ya upinzani, wito wa kuachiliwa mara moja kwa Tundu Antipas Lissu umeongezeka. Hivi majuzi tu Chadema walisambaza taarifa inayodaiwa kuandikwa naye Tundu Lissu binafsi, ikidai kwamba afya ya Tundu Lissu inazidi kuzorota, hivyo basi atalazimika kuachiliwa haraka au kesi yake iweze kuharakishwa ili tu awe huru na kupata matibabu yanayofaa. Vilevile viongozi waliojiunga na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wanahoji kuwa mazungumzo hayawezi kuendelea huku mwenyekiti wao Tundu Lissu akiendelea kuzuiliwa nyuma ya gereza la Ukonga. Mikakati ya uhamasishaji wa chama inazidi kuzingatia hoja za kibinadamu na kidemokrasia. Mikutano ya kisiasa na kampeni za mtandaoni zinaendelea kuongeza mahitaji. Wafuasi wanaonyesha uhuru wa Tundu Antipas Lissu kama sharti la kuhalalisha kisiasa. Mamlaka bado hazijajibu kwa uhakika. Akitoa maoni kama hayo, kiongozi mkuu wa upinzani John Heche vilevile sasa hivi anayeshikilia nafasi ya Tundu Lissu alipendekeza kuwa mazungumzo kati ya wahusika wa kisiasa yanaweza kuwezekana chini ya masharti fulani. Miongoni mwao alisisitiza umuhimu wa kuwaachia huru wafungwa wanaodhaniwa kukamatwa kwa sababu za kisiasa, akiwemo Tundu Antipas Lissu. Wachambuzi wanatafsiri msimamo huu kama jaribio la kuweka ajenda ya mazungumzo yajayo. Wafuasi wa serikali, hata hivyo, wanasisitiza kwamba uhuru wa mahakama lazima uongoze maamuzi yoyote. Ubao huo sasa hivi wa kisiasa unaendelea kuhama na kuweza kuzunguka, lakini Samia Suluhu bado hajaweza kutoa maoni yake. Masimulizi yaliyotolewa na Sugu sasa yanaangazia kesi ya uhaini kama kizuizi kinachowezekana kwa ushindani wa kidemokrasia katika taifa hili letu la Tanzania. Amesisitiza mara kwa mara kwamba upatanisho unahitaji kukabiliana na ukweli mgumu na kukiri malalamiko. Kwa wafuasi wake, kumwachilia Tundu Antipas Lissu kungewakilisha ishara ya nia njema yenye uwezo wa kubadilisha mahusiano ya kisiasa. Wapinzani wanapinga kwamba hatua hizo zinahatarisha kudhoofisha utawala wa sheria. Mvutano kati ya huruma na utaratibu bado haujatatuliwa. Kote Tanzania, maoni ya wananchi yanaonekana kugawanyika kuhusu jinsi ya kusawazisha haki na umoja wa kitaifa. Baadhi ya wananchi wanahoji kwa kuendelea kushikiliwa kwa Tundu Antipas Lissu kunaweza kuongeza muda wa ubaguzi na kuchelewesha uponyaji. Wengine wanasisitiza kuwa uwajibikaji kwa makosa yanayodaiwa lazima utanguliwe kuliko urahisi wa kisiasa. Mijadala ya jumuiya, mijadala ya vyombo vya habari na mijadala ya kitaaluma huakisi utata wa suala hilo. Vigingi vinaenea zaidi ya kesi moja ya mtu binafsi. Wanagusia mustakabali mpana wa demokrasia ya vyama vingi. Watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania pia wameingia kwenye mazungumzo hayo ya kutaka Tundu Lissu achiliwe, wakiangazia viwango vya kimataifa kuhusu uhuru wa kisiasa na mchakato unaotazamiwa. Wengi wamezitaka mamlaka kuhakikisha mashauri ya kisheria yanayomhusu Tundu Antipas Lissu yanaendeshwa kwa uwazi na bila kuchelewa. Makundi ya utetezi yanaonya kwamba kutokuwa na uhakika kwa muda mrefu kunaweza kuharibu imani ya umma kwa taasisi. Wakati huo huo, wanawahimiza watendaji wote kuepuka maneno ya uchochezi, ushirikiano wa kujenga unaoonekana sana kuwa muhimu. Hata hivyo, wito wa utulivu unaongezeka na kutakiwa. Hata hivyo, wakati huo huo, wataalamu wa mikakati ya kisiasa wanachambua jinsi mwito wa kumkomboa Tundu Lissu kutoka gerezani unavyoweza kuathiri mienendo ya uchaguzi ujao. Baadhi wanaamini kuwa inaweza kuchochea wafuasi wa upinzani na kuunda upya miungano. Wengine wanahoji kuwa chama tawala kinaweza kuona shinikizo kama hilo kama jaribio la kuingiza mahakama kisiasa. Mwingiliano kati ya mabishano ya kisheria na masimulizi ya kampeni unakuwa dhahiri zaidi. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Ningependa kusikia maoni yako kuhusu kuachiliwa kwa Tundu Lissu. Je, unadhani sasa ni wakati mwafaka kwa serikali ya Samia Suluhu kumwachilia huru, au je, una lipi la kusema? Na kuacha uwanja huu wa comment section, like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.